Haleluya, mtu wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Ninapenda kukaribisha sana katika mafundisho ya neno la Mungu ambayo yanakujia kupitia YouTube channel hii iendayo na jina ya Tefila Ministry. Kwa kama ni mara yako ya kwanza, kama ni mgeni mahali hapa, nakusihi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uweze kupata mafundisho ya namna hii yatakayokuwa yanakuja kwa siku za usoni, lakini pia uweze kuwatumia ndugu jamaa na marafiki waweze pia kubarikiwa kama ambavyo utakwenda kubarikiwa. Namshukuru Mungu wa mbinguni kwa wema na fadhili zake, uaminifu wake ambao anazidi kutuonyesha kila itwapo leo. Utakuwa pamoja nami mtumishi wa Mungu Kizumba Ndaga, nitakuwa nikikuongoza katika mafundisho haya na bila shaka utakwenda kubarikiwa sana, maana Roho Mtakatifu ametuandalia ufunuo mkubwa sana. Roho Mtakatifu ametuandalia kitu kizuri ambacho kitakwenda kukubariki, kitakwenda kukutia nguvu, kitakwenda kukupa tumaini jipya katika safari yako ya imani. Basi kabla tujaanza, naomba tutafungua kwa maombi mafupi, kisha baada ya hapo tutakuwa tunaendelea. Tumkaribisha Roho Mtakatifu atusaidie katika kuyafafanua maandiko, kisha baada hapo tutakuwa tunaendelea na fundisho letu. Baba, katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti, ninakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante Bwana kwa neema na kibali ambacho umetupa siku ya leo. Umetupa neema itupate kujifunza maneno ya uzima. Baba, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu na kiongozi wetu, akakaribie katika mafundisho haya, akaachilie ufunuo ambao utaleta badiliko na hatua kwenye maisha yetu, katika jina na katika damu ya Yesu Kristo. Baba, ninamwombea mtoto wako huyu ambaye anakwenda kunisikiliza. Naomba Bwana kupitia ujumbe huu akapate imani mpya, akapate tumaini jipya, akapate nguvu mpya ya kuzidi kusonga mbele katika maisha yake ya imani, katika jina na katika damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, ninaomba neno lako lisikurudie bure, bali katimize mapenzi yote ya Baba, katika jina na katika damu ya Yesu Kristo. Imani yangu ya kwamba Bwana uko pamoja nasi. Upako wako wa Alfa unaenda kuanza nasi na upako wako wa Omega utakwenda kumaliza nasi, katika jina na katika damu ya Yesu. Amen. Yes, haleluya mtu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Bwana ametupa neema, Bwana ametupa kibali siku ya leo tena tupatikane madhabahuni pake, tupatikane mezani pake, na Bwana ametupa somo zuri sana mtu wa Mungu. Somo ambalo litakwenda kukubariki, somo ambalo litakwenda kukupa hatua. Yawezekana unasikiza ujumbe huu, upo katika hali kukata tamaa, upo katika hali ya kuona kama mambo hayaendi, lakini mtu wa Mungu, ina habari njema kwako ya kwamba kupitia ujumbe wa siku ya leo Bwana anakwenda kukupa tumaini jipya. Bwana anakwenda kukupa nguvu mpya kwenye maisha yako. Kwa hiyo kaa kubarikiwa, kaa tayari kubarikiwa, kaa tayari kupokea hatua mpya. Na Bwana ametupa somo, ametupa kichwa kinachokwenda na jina Mungu wa mlimani ndiye Mungu wa mabondeni. Mungu wa mlimani ndiye Mungu wa mabondeni. Huu ni ufunuo mkubwa sana mtu wa Mungu. Bila shaka kama nilivyosema, utakwenda kukubariki mno. Sijajua kama umeshakusikia ufunuo, umeshakusikia somo hili, lakini leo Bwana anakwenda kutupitisha kwenye neno lake takatifu ambalo litakwenda kukujenga, litakwenda kukuimarisha. Fungua pamoja nami mtu wa Mungu kitabu kile cha Wafalme sura ile 20 ule mstari wa 23. Tutasoma mistari michache kidogo pale. Wafalme wa kwanza sura ile 20. Fungua pamoja nami mtu wa Mungu. Kuna jambo kubwa sana ambalo Roho Mtakatifu anahitaji kusema nawe siku ya leo. Wafalme wa kwanza sura 20 ule mstari wa 23. Tutasoma mistari kadhaa mpaka ule mstari wake wa 28. Biblia inasema, basi watumwa wake mfalme wa Shamu wakamwambia, Mungu wao ni Mungu wa milima, hiyo sababu ya kutushinda sisi, lakini na tupigane nao katika nchi tambalale, na hakika tutawashinda wao. Mstari wa 24, ufanye neno hili, uwaondoe hao wafalme, kila mtu atoke mahali pake, kaweke majemadari mahali pao. Mstari wa 25, kisha ujihesabie jeshi kama jeshi lililokupotea, farasi kwa farasi na gari kwa gari, nasi tutapigana nao katika nchi tambalale, na bila shaka tutawashinda. Akaisikiliza sauti yao, akafanya kama hivyo. Basi ikawa mwakani, Ben-Hadad akawahesabu Washami, wakakwea mpaka Afeki ili apigane na Israeli. Ule mstari wa 28 nitaruka. Maneno ya Mungu yanaendelea kusema, akaja yule mtu wa Mungu akamwambia mfalme wa Israeli akasema, Bwana asema hivi, kwa sababu Washami wamesema Bwana ni Mungu wa milima wala si Mungu wa nchi tambalale, basi nitawatia makutano haya yote walio wengi mkononi mwangu, nanyi mtajua ya kuwa ndimi Bwana. Sasa nimekusomea habari ilikuwa inaelezea vita iliyokuwa ikitokea kati ya wana wa Israeli pamoja na jeshi ya Washami, na majeshi wa Shami yalikuwa yanaongozwa na mfalme alikuwa anaitwa kwa jina la Ben-Hadad. Sasa wakati vita inaendelea, ukianza ule mstari wa kwanza utapata kugundua kwamba wana wa Israeli walianza kupigana vita na Washami katika milima, na katika vita yao ya kwanza waliwashinda wale Washami waliopigana nao. Sasa baadhi ya wafuasi wa mfalme wa Washami Ben-Hadad walimwendea wakamwambia ya kwamba hawa wana wa Israeli wametupiga, wametushinda kwa sababu Mungu wao ni Mungu ambaye anaonekanaga milimani.
mlimani, ndio maana amewasaidia. Kwa hao washauri wa Ben-Hadad wakamshauri ya kwamba waipeleke vita mabondeni ili wapate uhakika wa kushinda, wakidhania kwamba Mungu wa Israeli ni Mungu ambaye wa milimani tu, wala sio Mungu wa mabondeni. Kwa hiyo wakaenda wakamwambia Ben-Hadad, na Ben-Hadad akafanya huo ushauri, akafanya kama walivyosema, na tunaona sasa akaitisha vita nyingine. Maandiko yanatuambia kwamba aliwafuata wana wa Israeli katika bonde, katika nchi tambalale kupigana nao. Sasa Mungu tunaona kwamba anamtuma nabii kwenda kwa mfalme wa Israeli, na anapata kumtambulisha ya kwamba yeye ni Mungu sio tu wa mlimani, bali ni Mungu wa mabondeni, akimwambia kwamba kama alivyowapigania wana wa Israeli wakiwa mlimani, ndivyo ambavyo atawapigania wakiwa bondeni. Na ukiendelea hiyo mistari ya chini utapata kuona jinsi gani ambavyo Mungu alijitwalia utukufu siku ile, jinsi gani ambavyo Mungu alionekana katika namna sio kawaida kwa wana wa Israeli. Maandiko yanatuambia kwamba waliwapiga Washami, waliwafukuza Washami, kipigo ambacho hawakuwapiga wakiwa kule mlimani. Kwa hiyo nimekuonyesha ili andiko ni kitu gani ambacho Roho Mtakatifu anataka tujifunze. Habari hii inapata kutuonyesha mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni kwamba kuna nyakati fulani kwenye maisha yako, mtu wa Mungu, unaweza ukajikuta unafikiri ama unatazama mambo kama mfalme Ben-Hadad, ya kwamba unamwona Mungu ni kama tu Mungu wa milimani, lakini kwenye mabonde ni kama vile Mungu hayuko pamoja nao. Unakuta mtu anashangilia wema wa Mungu katika baraka, katika uzima, katika afya, katika utajiri, anakiri ya kwamba Mungu ni mwema. Wakati yuko mlimani mambo yake yote yanaenda vizuri, anakiri kwamba Mungu ni mwema. Lakini ghafla mambo yanapobadilika, mambo yanapokuwa magumu, mambo yanapokuwa hayaeleweki, mambo yanapokuwa changamoto na dhiki zinakuwa nyingi, mtu anaanza kupoteza imani, anaona kama vile Mungu hawezi kumsaidia, anaanza kumwona kama Mungu sio Mungu wa mabondeni, anamwekea mipaka mtakatifu wa Israeli. Sasa mtu wa Mungu, natamani nikwambia kwamba leo nina habari njema kwako, ya kwamba Mungu aliyekuwa pamoja nawe katika milima ndiye Mungu ambaye anawasaidia watoto wake katika mabonde. Kwa hiyo yawezekana unasikiliza ujumbe huu, upo katika mazingira magumu, upo katika kipindi kigumu mno, upo katika bonde ambalo huwezi kulielezea, bonde la magonjwa, bonde la umaskini, bonde la dhiki, bonde la ufukara, bonde la utasa, bonde la dhambi. Mtu wa Mungu, natamani utambue kwa Mungu yule aliyekuwa pamoja nawe katika milima ndiye Mungu ambaye pamoja nawe katika mabonde. Unapaswa kuamini, mtu wa Mungu, haupasi kumwekea mashaka mtakatifu wa Israeli, maana yeye ni Mungu ambaye uweza wake unaonekana katika maeneo yote, uweza wake unafunuliwa katika milima na katika mabonde. Na wakati mwingine adui waga anafikiria kama Ben-Hadad, anahisi kama vile labda akikuleta katika bonde, labda msaada wa Mungu hautaonekana kwao. Hata kama shetani atakuleta katika mabonde, vyema ukatambue kwamba Mungu unayemtumikia ambaye ni Yesu Kristo Jehova ni Mungu ambaye uweza wake pia unaonekana mabondeni. Ni Mungu ambaye hata kusaidia tu kipindi cha milimani, atakusaidia pia kwenye kipindi cha mabondeni. Ndio maana Daudi anasema katika Zaburi ile 23, anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Halafu anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana Bwana yuko pamoja nami. Kwa hiyo Daudi alitambua ya kwamba Mungu ninayemtumikia ni Mungu wa milimani, lakini sio tu wa milimani, ni hata wa mabondeni. Ndio maana anakiri ya kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa nini? Kwa sababu Bwana yuko pamoja nami. Mtu wa Mungu, yakupasa kutokuogopa. Unapopita katika bonde la uvuli wa mauti, ndani ya moyo wako unapaswa kuwa na imani, ndani ya moyo wako unapaswa kuamini ya kwamba Mungu yule aliyekuwa pamoja nawe milimani ndiye Mungu aliyeshuka na wewe mabondeni. Wakati mwingine ibilisi anaweza kafikiria kwamba amekuweza, wakati mwingine adui anaweza kafikiria kwamba atakushinda. Anasema labda tumlete mabondeni, tupigane vita naye mabondeni. Watesi wako wanaweza kafikiria kwamba watakushinda ukiwa mabondeni, wasijue kwamba Jehova ni Mungu ambaye yuko juu ya vitu vyote. Jehova ni Mungu ambaye yuko milimani na yuko mabondeni. Mtu wa Mungu, ukiwa na imani hiyo ndani ya moyo wako, hakuna kitu ambacho kitakushinda, hakuna vita ambayo itakushinda. Lakini ukiwa na mashaka na uwepo wa Mungu kwenye bonde la, mtu wa Mungu, utauzuilia msaada wa Mungu kukufikia bondeni, utauzuilia msaada wa Mungu kujifunua kwenye maisha yako. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu, kama ulikuwa umekata tamaa katika bonde unalopitia wakati huu, Bwana akakupe imani mpya, Bwana akaachilie imani mpya ndani yako, Bwana akakupe nguvu mpya ndani yako, Bwana akakupe tumaini jipya ndani yako, ukijua na kuamini ya kwamba yeye aliyekuwa pamoja nawe katika milima ndiye Mungu huyo huyo atashuka na wewe katika bonde la uvuli wa mauti, na atakupigania na atakufariji na atakutetea. Utatoka salama, utatoka mshindi, ukilitukuza
kulitukuza na kulinua jina la Bwana wa majeshi, katika jina na katika damu ya Yesu Kristo. Kwa mtu wa Mungu, usiwe na mashaka. Mambo yanapobadilika, majira yanapobadilika, misimu inapobadilika kwenye maisha yako, pige moyo, amini, usiogope. Jua ya kwamba Mungu yule anayekuaga na watu milimani ndiye Mungu ambaye anashuaga na watu mabondeni. Huwa hawachi watu wale. Bwana mahali pengine anasema kwamba nitakuwa pamoja naye hata mwisho wa dahari. Kwa hiyo Mungu anakuwa pamoja nawe hata katika mabonde. Mungu hakuachi, Mungu hakupungukii. Wewe tu unakuwa na mashaka, lakini Mungu kwa upande wake yuko pamoja nawe hata mabondeni, hata kuacha wala hata kupungukia, katika jina na katika damu ya Yesu, amen. Basi niishie hapo kwa siku ya leo. Nikukaribishe sana kusubscribe, kulike, comment na kushare, ili uweze kuwa wa kwanza kupata mafundisho kama haya yatapokuwa na kujia kwa siku za usoni. Bila shaka na imani umebarikiwa, bila shaka na imani ya kwamba umepata kitu cha kukusaidia katika safari yako ya imani. Mungu akubariki sana. Tutakutana tena wakati mwingine, Bwana akitupa kibali na neema, amen.